Ndugu zangu, uchaguzi huu ni muhimu, na kwa kuwa tumepata fursa hii, tutoe wito kwa Tume ya Uchaguzi ya Taifa, Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa. Sisi tumeamua kuingia na kushiriki katika uchaguzi, pamoja na kwamba taratibu zote bado hazijawa nzuri kama tunavyozihitaji, kwa kuamini ujenzi wa demokrasia ni ujenzi ambao unachukua muda, ni mchakato. Lakini tunatoa wito kwamba sisi tuliojitokeza kushiriki katika uchaguzi ni kwa sababu ya uzalendo wetu. Tunahitaji nchi yetu ipige hatua za kujenga demokrasia. Mama Samia, wewe ni mgombea wa urais. Una haki ya kushiriki kugombea urais. Lakini pia Gombo ana haki ya kushiriki kugombea urais. Ni muhimu ukawaeleza vyombo vyako kwamba nahitaji uchaguzi wa Oktoba 29 kura zihesabiwe kama zilivyopigwa na wananchi. Kura zihesabiwe kama zilivyopigwa na wananchi. Sheikh Saidi akishinda atangazwe. Saidi Mng'agi akishinda Chamazi atangazwe. Zainabu Mdoro Amiri akishinda Temeke atangazwe, na madiwani wetu watangazwe. Na hivyo kura za rais zitangazwe kama zilivyopigwa. Jana kulikuwa na kwenye mitandao kulikuwa na kauli za hovyo ambazo zingeweza kuleta sintofahamu. Nashukuru msemaji wa jeshi alitamka kwamba wanajeshi wamekula kiapo kulinda katiba ya nchi. Wao hawapaswi kujiingiza katika shughuli za kisiasa. Ni muhimu vyombo vyetu vya dola visijiingize katika shughuli za kisiasa, tuweze kujenga demokrasia ya kweli hatua kwa hatua. Sheikh Rajabu hupenda kueleza kwamba wapiga kura kazi yenu tunayowapa ni kumpigia kura mgombea wetu. Kazi ya kulinda tunajipanga, hususan katika majimbo ya Temeke, kuhakikisha tunakuwa na mawakala wanaojua taratibu na sheria, watakaoenda kulinda kura ipasavyo. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitokeze. Tusikubali kampeni ya kusema tusiende kupiga kura. Hapana. Tujitokeze kwenda kupiga kura kwa wingi, tuwapigie kura watu wanaosimamia haki sawa kwa wote. Na tuliona dalili nzuri. Kama kuna mambo mazuri tume imefanya, tunapaswa kuipongeza. Tume ya uchaguzi ilitupa, kila chama imetupa daftari la wapiga kura, nakala laini, soft copy ya daftari la wapiga kura katika majimbo yote ya Tanzania bara. Kwa hiyo tunaweza kujipanga, tunajua wapiga kura ni kina nani, na hii ni mara ya kwanza
tumepewa daftari hilo, hata kampeni hazijaanza, kila chama kilikabidhiwa nakala. Hiyo ni dalili nzuri. Lakini hapa tuna shule katika jimbo letu inaitwa Mikwambe Sekondari. Ile shule ya Mikwambe Sekondari walimu ni wachache, wale walioajiriwa na serikali hawatoshi. Kwa wanachukuliwa walimu wa ziada kwa ajili ya kwenda kufundisha, ni kama walimu wa kukodishwa. Hawa walimu wa kukodishwa hawalipwi na serikali. Wanafunzi wote wanaosoma Mikwambe Sekondari kila mwezi wanachangishwa 2,200 kwa ajili ya kulipa walimu wale. Alafu tunaambiwa elimu bure katika nchi. Naijua Mbagala, najua vichochoro vya Mbagala. Naomba kura zenu, twende tukaitengeneze Mbagala yetu. Ukienda hapa chini hapa, ukitaka utoke hapa chini, kuna njia hizi za katikati katika mitaa hazipitiki, mpaka bodaboda wanazunguka, mtu anapita mpaka zake kutafuta eneo lililokuwa jirani na yeye kabisa. Kibonde maji hii, huu ni kama uchuro kwa watu wa CCM wanawafanyia watu wa Mbagala. Tunaomba nafasi, mimi na Mheshimiwa Shawal diwani, huyu hapa, huyu ndugu yangu Shawal, sogea mbele. Huyu ni mwamba, huyu ni mtu mpole sana. Mmemsikia alivyosimama na kuongea hapa, hata sauti haitoki kwa sababu ya unyenyekevu, wema na utu aliokuwa nao. Hapa kata hii mmeletewa diwani, kuandika jina lake hajui, anayegombea kupitia CCM. Yule habari yake imekwisha. Tunaomba twende na Shawal katika kata ya Kibonde Maji, nipeni Saidi Kinyogoli, twende tukaibadilishe Mbagala yetu. Kakuru nimekata oksijeni yote iliyokuwa inaelekea kwenye pua yake. Sasa hivi ana wiki ya pili hajafanya mkutano wowote, anapumua kwa shida, anahangaika, yupo humu katika mitaa. Jana alikuwa katika mitaa hii hapa, si mlimuona mitaani? Yupo na watu wake, na kila anapokwenda anasomewa, watu hawamtaki, anahangaika, si kwenye majogi, wanamtimua. Watu wa Mbagala safari hii wameamua, hakuna wanachosikia, hakuna wanachoambiwa, wakwao ni Kinyogoli, na 2025 2030 washaamua mbunge wao katika jimbo la Mbagala ni Saidi Kinyogoli. Haki. Kwa taarifa tu, Kibonde Maji, uwanja wa mwisho wa michezo uliobakia ndio huu, na wenyewe sasa hivi umekuwa inna lillahi. Kwa ule ushauri wa madaktari, mkimbie mfanye mazoezi. CCM wameshaufuta rasmi katika kata yetu ya Kibonde Maji. Hatuna sehemu ya kukimbia sasa, hatuna sehemu ya kufanya mazoezi. Maana yake sasa matatizo tumeachwa nayo wenyewe. Haki.